Naam, kama unafahamu kwamba soka la Kiafrika bwana limejawa na mizengwe mingi sana, na kama unavyojua kwamba kila mmoja amekuwa akitengeneza mazingira fulani ya kuweza kumbeba ili aweze kupata ushindi, hususan kwa timu ambazo zikiwa home. Sasa kitu ambacho kina wakuta Young Africans nafikiri si mara ya kwanza, na hii ni mara ya pili katika historia ya mashindano haya ya ligi ya mabingwa, lakini pia hata katika upande wa kombe la shirikisho. Young Africans waliweza kuwasili nchini Algeria wakitokea Dubai, ambako waliunganisha ruti ya kwenda nchini Algeria. Sasa baada ya kufika unaambiwa bwana, kwanza kisanga kilianza airport, ambapo waliweza kucheleweshwa kwa takribani masaa manne wakiwa wamezuiliwa mizigo yao ambayo ina vifaa vya mazoezi, mipira pamoja na vitu vingine ambavyo vinasaidia katika maandalizi ya timu hiyo kuelekea katika mchezo wa Ijumaa dhidi ya JS Kabylie. Sasa baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu hapo, wachezaji wakajikuta wanachoka. Kama nafahamu kwamba wachezaji wamesafiri muda wa masaa mengi tu wakiwa angani, lakini pia walitakiwa wafike wapata muda wa kupumzika ili leo waendelee na mazoezi. Lakini ndivyo hivyo, kama nilivyokueleza kwamba mabegi pamoja na mizigo mingine ilizuiliwa kwa takriban masaa manne na baadaye wakaachiwa. Lakini baada ya kuachiwa mizigo yao, pia kukawa hawajagewa direction ya mji gani wanatakiwa waende kwa ajili ya maandalizi hayo, licha tu ya Young Africans kuwa na tetesi kwamba mchezo huo utafanyika katika uwanja fulani, lakini haikuwa officially. Sasa baada ya masaa kadhaa mengine ndipo waliruhusiwa na kuelekezwa wapi wafike. Ni mbali kutoka hapo, pia takriban masaa matatu kwa mwendo wa mabasi ndiko wakafika katika mji ambao sasa ndio rasmi utafanyika mchezo huu. Kwa hiyo Young Africans wanatarajia pengine leo hii ndipo wataanza mazoezi, lakini hata hivyo unaambiwa katika hoteli ambayo wamefikia Young Africans na ndiko ambako wameweka kambi, mashabiki wa Kabylie wamekuwa wakifanya figisu ambazo tunaweza tukasema ni kama fujo, wakiwa wanapiga mabaruti, wanawasha flyers, lakini pia wamekuwa wakipiga mavuvuzela, fujo za hapa na pale, kelele, lengo kuondoa ile concentration ya wachezaji wa Yanga kuelekea katika mchezo huu wa Ijumaa dhidi ya timu hiyo. Kwa hiyo wanakutana na kisanga, wanakutana na mambo kadha wa kadha wakiwa nchini Algeria, lakini kwa mujibu wa kocha na benchi la ufundi kwa ujumla kwamba wapo imara na wameshawatengeneza wachezaji hao katika saikolojia ya kuwaza mechi hiyo, na hakuna kitu ambacho kitabadilika. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hiyo na mwelekeo wa Young Africans kuelekea katika mchezo wa Ijumaa? Tupe maoni yako kwenye comment section, usahau kusubscribe, like na comment.